kijana cha kutoka cha bara. Amina. Noni sima Mungu kureba Yesu kubandisire kunu ku mwaka 2023. Ndio. Tarehe 1 mwezi wa 4. Akweli nyuku okunkumanya kuna birendi nsawa saya mtu ya birafira. Amina. Siku saba kwa sababu tokuru kunyumka kuntwari isinjiro bakantwari tarehe 1 isinjiro banyoyo siku tarehe 3 ni za siku 3 izibanditira kiro cha mutya siku ya 6. Akweli nkanta kumanya kugamba ntakureba ntawujiranta ngamo ngo bandisira kanisa bakansabira kurana nibona bandize kureba siku ya 8 mpaka tarehe 18, yani siku ya 18 nkanta yani mana ngata kugamba ntakureba ngani bareba uti ke picha sawa tungamutoka na Mungu kwantirira umukono gwa wene kuna birendi akweli tina kugamba bingi japo kumanya kweli Mungu ni wakugira ki wakwataho kandi kipinde cyo akabaro nankuku chungaje bwagire ko bano gambi aise akweli ni sima Mungu bona rafu na chungaje sawa bingi nimba yani kugamba kwa sababu y'ururimi nina kubigamba biona sanati niza jiranti niza sima Mungu ebyanzire kimutora akashukurani kidogo tikingi chungane cyishindangira ki ndenda kwa niteka kashura katika jina la Yesu. Anasema kwamba ndani ya siku 6 au 7, anasema alikuwa amepoteza fahamu, amempeleka hospitalini ajitambui. Haleluya. Na hospitali baada ya kuwa ameshindwa alimleta mahali hapa, akamaliza kwa siku 3 aongei asemi chochote, na alikuwa anatutazama tu hivi, hakuna kinachoendelea. Anasema lakini baada ya maombezi hayo akapona, akaweza kuongea na akaweza kuwa na hali halisi nayo. Anasema hana cha kumlipa Mungu bara, na anakumbuka fadhili hizi, na kwa kuwataja hata pia wengine. Anasema mchungaji Gami nyakati alipokuwepo hapa kwa mtenda kazi aliweza kutumika sana, kujitoa sana kwa ajili yake. Bwana asiwe sana. Wanna mkumbuka Gaba Gami. Baba huyu alikuwa anakojoa pale anakuja pale. Hospitali wanaweka kwenye oksijeni siku za 8 akupata majibu, wanapima apate ugonjwa wote ule. Madaktari wamepambana, imeshindikana. Lakini akawa hawezi pumua tena. Wakamuondoa hospitali hapo Mission, wakamleta hapa. Bwana asiwe sana. Wakati wamewaandikia rufaa kwamba waende Bugando. Haleluya. Waende Bugando. Sasa wao wakagundua na kuja kwamba hizi ni kazi za giza, ndio wakamleta hapa. Hapa alikaa naombewa siku 3 ajitambue. Anakojoa pale, anakuja pale, ana ufahamu. Lakini mwili wote ulikuwa umepigwa ganzi. Ulimi hauchezi, mikono haichezi, kila kitu ajitambue. Ila anasema alikuwa anaweza kumtazama tu kwenye uso mtu akamtambue tu. Lakini kila milango yote ya ufahamu ilikuwa imekufa moja kwa moja. Kwa hiyo Gaba Gambia yeye fadhili zimwendee, ndicho anachokiongea. Popote pale atakapotafuta YouTube au Facebook. Anasema Gaba Gambia fadhili zimwendee, maana Gaba Gambia alikuwa anambeba. Baba huyu tulikuwa tunamweka kwenye kiti cha plastiki hicho madhabahuni, tunamweka pale. Sasa tunamhamisha, maana mke wake alikuwa hawezi kumhamisha. Tunamhamisha kumpeleka chooni. Tunamhamisha kumpeleka bafuni. Alikuwa anaogea kwenye kiti cha plastiki. Amekaa hivyo joint zote zifanye kazi. Anamwagiwa maji kwenye kiti cha plastiki, anaogeshwa pia, anavalishwa kule, anarudishwa tena. Lakini pia angetaka labda kutoka nje apate mwanga wa nje, alikuwa analala mazingira hayo. Apate mwanga wa nje kwa muda wa siku hizo. Sasa kijana huyu Gaba Gambia alikuwa anambeba mgongoni kama mtoto mchanga. Mwanamume aliyekuwa giant boss, mwendesha bodaboda. Alipigwa hiyo shoti ya kazi za giza ghafla. Na walikuwa ni vijana wawili waliotupia hilo kombora. Mmoja akafa. Huyu pona yake baada ya kuwa mimeta. Yule mwingine akafa kazi. Bwana asifiwe sana. Story ni ndefu sana. Hatuwezi kurudia ile alifaje ilikuwaje. Lakini huyu baada ya kumweka Mungu mbele, akawaletwa kanisani na wazazi wake. Akanusurika. Haleluya. Kwa hiyo Gaba Gambia alifanya kazi kubwa ya ziada. Alimuogesha, alimbeba bafuni,
yeye na mke wake anamleta. Baba huyu alikuwa hawezi waza kuongea chochote kile. Lakini siku kadhaa alipokuwa anaendelea kuombewa, anakumbuka hata tarehe. Mimi wala sikumbuki. Siku kadhaa wakati anaendelea kuombewa, alijikuta sasa ubavu mmoja umepata ufahamu. Hisia zimerudi. Milango ikafunguka, akili zikaja. Baba akaanza kuongea. Akamtambua mke wake, akatambua mtu, akamuuliza jina, akalitaja kwa shida sana. Alikuwa hawezi kula. Tunashika makano yake akinywa. Tunaweka mle uji, tunaweka mle chai. Hawezi kula wala kunywa. Na ajui haja kubwa haja ndogo imetoka muda gani. Alikuwa ni kama mtu aliyekufa kabisa. Tunaomba tu ngoja tuone kama Lazaro atafuka. Kwa neema ya Mungu kijana akainuka. Kwa siku kadhaa kijana alianza kujigeuza. Ana uwezo wa kuvuta suruali, ana uwezo sasa wa kujivuta taratibu, akasogelea chakula, akajivuta taratibu, akapunja joint zake, akapata sasa kwenda haja ndogo hapo bafu. Kamuona Mungu. Tukaona uwezo wa Mungu, uumbaji wake unaanza kuwa kimoja baada ya kingine. Lakini watu walikuja hapo wa Chababara, watu wa Nyabishengo, Rutunguru, ndugu zake wa wapi, Kayanga, Bushangaro, walikuja hapa kaka zake. Walipote hapa kandamana, wakakamda mrefu. Akapiga kamba hapa, tukampa chuma kakaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho mwingine ndugu akaondoka, akabaki mke wake. Bwana asifiwe sana. Haikuwa kazi nyepesi, Mungu alitenda kazi kubwa. Tukashangaa. Tulikuwa tunaenda kwenye mazishi ya ile kijana mwenzake aliyekufa, alafu tunamwacha kanisani. Na yuko hali mbaya, wanasema na yeye anaweza kafa. Waliokuja kwenye msiba wa ile kijana mwenzake, alikuwa anaitwa nani mwenzake? Friday. Alikuwa anaitwa Friday. Unasikia, kumbe alikuwa ni mjomba wake. Kwa ile kombora bila shaka ilikuwa imeleta familia kuchukua watu ngapi? Wawili. Ni mjomba wake kafa, huyu akabaki. Tukio lile lenyewe kwa siku moja. Sasa tunamzika mjomba wake, huyu yuko kanisani, yuko mauti. Na wanaotoka kwa mjomba kuzika wanakuja kumwangalia huyu. Aiza afe siku hiyo, siku ya pili, tatu, ya nne, lakini Mungu ni mwema. Kijana yupo hadi mpaka leo. Hatimaye akawa sasa abegu kwenye kile kiti sasa cha plastiki. Anaweza kujivuta mwenyewe, anakunja magoti yake, miguu yake anajivuta, anatoka nje mwenyewe. Akitaka kwenda mbali hivyo tunamsukuma, akaanza kufanya mazoezi taratibu, anapita kule mjini center, taratibu anachoka, rudi tena. Hivyo tukamhamisha kutoka kwenye madhabahu hapa, tukampa chumba kule mbele. Kakaa kwenye chumba yake. Mwisho tukashangaa, anaweza kupigiwa simu, anaichukua simu, anaongea. Alikuwa anaongea, ulimi wake umepinda. Lakini akaweza kutoa maneno yanasikika. Unayasikia na kuyaelewa kwa namna moja au nyingine. Akaanza kuwasiliana. Mwisho alivyojitambua akaanza kutembea mwenyewe, anatembea fimbo taratibu. Sasa ubavu mmoja ukawa ni kama umeparalyze. Akaanza kutembea fimbo taratibu. Akatoka kwenye fimbo, akaanza kutembea yeye mwenyewe. Mke wake alisha sema potele ambaye huyu ananiacha. Kwa hiyo tunasema ni mtu ambaye aliyeshinda mauti, aliyetolewa kwenye jeneza. Mjomba akafa, yeye akabaki. Hebu kanisa mpigie. Hospitali ya Mission wauguzi walipopata taarifa hii kwamba kijana kapona, kafunguliwa, kwa jina la Yesu, hakuna cha mafuta ya upako, hakuna cha maji ya upako, hakuna cha kitambaa cha upako, ni kuwekewa mikono tu. Kwa jina la Yesu akapona. Wakashangaa. Haleluya. Wakafanyeje? Wakashangaa. Mshangao ukawapata, na sisi mshangao ukatupata. Ni Yesu ametenda, ni Mungu amejibu, wala si mchungaji. Utukufu namrudia nani? Sasa kijana anasema sina cha kumlipa Mungu, ila nakumbuka kusimama pia na sadaka yake, tena kusimama mahali hapa ashuhudie, alafu na kumshukuru Mungu. Anasema pia nikipata tena anatamani akae anafanya nini? Anatoa sadaka, anamshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Jambo muhimu sana la kumpa Mungu akakuthamini, akakupenda. Mpe moyo wako. Mpe Yesu maisha yako. Kubali wokovu, simama na Mungu, okoka, mweke Mungu mbele. Kilichomuondoa mjomba hakitakugusa wewe. Bwana asifiwe sana. Hakitamuweza kwa jina la nani? Tulitukanwa,
Tuliuliza maswali, wakasema atafia hapo, wamuondoe lelele, wakazungumza maneno mengi kutupia mawe, lakini kwa sababu tuliona ni nguvu za giza, tulipiga na vita. Wao waliokuwa na macho ya mwilini wanasema anakufa pale, bora wamuondoe, wafanye nini? Lakini mjomba aliyepeleka kwenye vyombo vya hospitali, madaktari, alikufa. Huyu ndo akapona kwa jina la nani? Mshike mkono mwenzako, mwambie muamini Yesu. Mweke Mungu wako mbele. Makofi kwa Yesu. Hana mengi ya kusema, anaishi hapa. Anapojaribu kuongea, anatamani hata kulia. Ninaomba Baba Mungu, asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya utukufu wako na madhabahu yako. Tuseme amina. Bwana kubariki sana.